Wadau, unaweza kaniambia hapo kwenye sehemu ya comment, kati ya Hamisa Mobeto pamoja na Wema Isaac Sepetu ni nani ambaye amekuwa bold zaidi kwenye mitandao ya kijamii? Ni nani ambaye anaongoza kwa kusemwa na kunyanyaswa kwenye mitandao ya kijamii kati ya hao wawili? Kwa sababu hivi karibuni tumeona namna ambavyo Hamisa Mobeto ameweza kulipokea swala la yeye kuambiwa kwamba Aziz Ki anataka kuoa mke wa pili, lakini pia kuna taarifa ambazo zilikuwa zinasambaa zikidai kwamba Hamisa Mobeto anaidai taraka kwa Aziz Ki. Lakini pia watu walienda mbali zaidi na kusema kwamba Hamisa Mobeto hataki kumzalia mtoto Aziz Ki, na ndio chanzo ambacho kilikuwa kinasababisha Aziz Ki atafute mwanamke mwingine wa kumuoa. Sasa zilienda zaidi baada ya Maimartha ambaye yeye aliamua kupiga simu kwa mama yake na Hamisa Mobeto na kusema kwamba mama yake na Hamisa Mobeto yeye ndo anakuwa sababu ya kusababisha penzi hili lisiende wala lisionekane kama ni penzi ambalo lina baraka, kwa sababu mama yake ni kama analishikilia penzi la Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki. So baada ya hizo taarifa kuweza kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, tulimuona Hamisa Mobeto na alikusogezea hapo, yeye aliweza kuandika ujumbe tofauti kupitia ukurasa wake wa Instagram akieleza hisia zake na namna ambavyo anaumizwa kwa kuwa bold, kwa sababu watu wanaonekana kama wanamnyanyasa kwenye mitandao ya kijamii, wanamsema vibaya, na yeye ni mama mpambanaji na watoto, familia iko nyuma yake. Kwa hiyo namna ambavyo wanamsema na kumchafua inamuumiza sana. Lakini pia baadaye tuliona namna ambavyo aliweza kushare na Watanzania na mashabiki zake namna ambavyo yuko hospitali kutokana na hayo maneno. So comments zikawa ni nyingi, watu wanajiuliza yuko hospitali kutokana na Aziz Ki kuoa mke mwingine, au yuko hospitali kutokana na maneno ambayo Maimartha na Juma Lokole wamekuwa wakiongea kwenye mitandao ya kijamii. So nimekuuliza hapo mwanzoni kwamba ni nani kati ya Hamisa Mobeto na Wema Sepetu, nani ambaye amekuwa bold sana kwenye mitandao ya kijamii, nani ambaye anaongoza? Lakini kwa hiki ambacho kimetokea kwa Hamisa Mobeto, yeye ameonekana kabisa kushindwa kukivumilia na kukiweka moyoni kama star wa Tanzania, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kumuongea mtu ambaye sio star. Sasa kilichotokea ni kwamba Juma Lokole kupitia kipindi cha Mashamshamu Wasafi TV ameamua kuweka wazi na kuomba radhi kwa Hamisa Mobeto kutokana na kile ambacho kimeweza kutokea, na yeye anasema yeye alizungumza kile ambacho anakijua kama mbea, lakini aliyekichochea zaidi anamsukumia tena mpira. Anasema Maimartha ndo amekichochea zaidi kwa sababu ameenda mbali zaidi kwa kumtafuta paka mama yake. Kwa hiyo yeye anasema kwamba yeye hapendi sana kwenye umbea wake kuwaingiza wazazi, kwa sababu anaelewa umuhimu wa wazazi na vitu vingine kama hivyo. Sasa Juma Lokole yeye binafsi ameweza kuomba msamaha na akasema kwamba anamtaka radhi Hamisa Mobeto kwa kile ambacho kiliweza kutokea, na ameomba radhi pia. Tumeona pia namna ambavyo comments za watu zimekuwa tofauti sana. Yaani reaction za watu zimekuwa sasa sio tena kwa Juma Lokole kwamba labda aliouleta huo umbea ulikuwa sio mzuri. Watu wanadai kwamba Hamisa Mobeto yeye ni superstar. Kama ni superstar, basi akubali kubeba mzigo wa kile ambacho watu wanasema kwamba ustar ni mzigo. So hiko kitu ambacho kimeweza kutokea wanadai kwamba ni kidogo sana, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wao wamekuwa kizungumza kwa upande wao na kusema kwamba kwa nini Hamisa Mobeto amekuwa akichukulia vitu kwa design hiyo, kwa sababu yeye pia alishawahi na huwa anafanya vitu kama hivyo kupitia wale mafans ambao ni mashabiki zake, ambao tunajua kwamba kuna timu ambazo zinakuwepo, timu Hamisa, timu Wema, timu Zari kipindi kile. Kwa hiyo watu wanadai kwamba mbona timu yake ilikuwa inamtukana sana Zuchu, lakini pia ishawahi kumtukana sana Tanasha. Watu wanasema hivyo kupitia sehemu ya comment. Kwa nini yeye kusemwa kidogo tu hivi ameanza kulalamika na kuonyesha kwenye mitandao ya kijamii kwamba anaumwa na vitu vingine kama hivyo? By the way, Juma Lokole kaomba msamaha, na msamaha wake nafikiri utakuwa umepokelewa, kwa sababu hatujaona jambo lingine lolote ambalo linaendelea, kwa sababu pia tuliona namna ambavyo Mheshimiwa Dorothy Gwajima aliingilia kati na akawa anataka kujua Hamisa Mobeto yuko wapi. Kama yuko nchini Tanzania, basi waweze kukutana na kuzungumzia hilo jambo. So jambo lilikuwa limefika mpaka kwa Mheshimiwa Dorothy Gwajima, na watu wakawa wanajiuliza kwa nini hivi vitu hatujawahi kuviona Wema Sepetu labda anafanyiwa, kwamba kwa sababu Wema Sepetu tu hata hivi karibuni baada ya kujifungua mtoto wake kumekuwa kuna hizo watu wamembold sana, yani amepata hizo maneno mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii kwamba huyo mtoto sio wake, mtoto wa kupandikiza, mara mtoto wa kununua, mara mama mwenye mtoto aliwahi kujitokeza na kusema kwamba yule mtoto ni wa kwake, hajalipwa pesa zote. Kwa hiyo ameshapokea maneno mengi sana Wema Sepetu paka leo hii anaendelea kuyapokea. So watu wakawa wanauliza sasa kupitia sehemu ya comment kwamba
kwa nini hatujawahi kuona Wema Sepetu akiweza kulalamika kwenye mitandao ya kijamii au kuomba msaada kama ambao ameuomba? So watu wakawa wanapigia mstari na kusema kwamba Wema Sepetu yuko strong zaidi kuliko Hamisa Mobeto na ndio kioo cha mastaa hapa nchini Tanzania. Ni kama Wema Sepetu ndio kioo cha mastaa wa kike hapa nchini Tanzania, kwa sababu ukifuatilia namna ambavyo amekuwa bold ni kwa asilimia kubwa sana. Kila siku watu wanazidi kumzungumza. Yani kabla hajapata ujauzito watu walimsema sana, kapata ujauzito watu wamemsema sana, kapata mtoto watu wamemsema sana, analea mtoto watu wamemsema sana, kadumu kwenye mahusiano na uozo bado watu wanamsema sana. Kwa hiyo ni star ambaye amekuwa akipokea hayo maneno tofauti kupitia kwenye mitandao ya kijamii bila kujali na bila kuonyesha udhaifu wowote, na amekuwa akiendelea kuishi na maisha yake, anaendelea vizuri tu na hajawahi kulalamika kwenye mitandao ya kijamii kwa kuomba msaada mahala popote. So kwa hiki ambacho kimetokea kwa Hamisa Mobeto, yeye kuonyesha kabisa kwamba hali sio nzuri, yuko hospitali, kuna baadhi ya watu hawajafurahishwa hata kidogo na kusema kwamba mbona yeye alishawahi kufanya 1, 2, 3. Kama unakumbuka tukio lolote la Hamisa Mobeto ambao aliwahi kulifanya, unaweza kaniambia hapo kwenye sehemu ya comment. Watu wanadai kwamba yeye alishawahi kuwafanyia wanawake wenzake mambo mengi tu na watu tofauti ambayo kiukweli labda yaliwaumiza katika namna moja ama nyingine, lakini kwa nini yeye leo hii ongelewa tu kidogo kwenye mitandao ya kijamii, ameonyesha namna ambavyo anaumizwa na paka akawa anatishia kwamba asije akafika mbali zaidi kwa sababu ya kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo limepokelewa katika namna mbili tofauti. Kuna baadhi ya watu ambao wamemuunga mkono Hamisa Mobeto kwa kile ambacho amekifanya, kwamba kwa kuomesha hao wambea ambao wameendelea kuzungumza kuhusiana na yeye, lakini pia kuna wengine ambao hawajafurahishwa kabisa na kile ambacho Hamisa Mobeto yeye amekifanya. Lakini all in all hapa tunasema kwamba Juma Lokole ameamua kuweka mapanga chini na akaamua kuomba msamaha na yaishe na maisha yaendelee, na sijui kama tutamuona tena anamuongelea Hamisa Mobeto, lakini kwa sababu yeye ni mbea, kama chochote kinaweza kikatokea anaweza pia onyesha na kukisema kupitia mitandao yake ya kijamii. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya jambo limeweza kutokea baada ya kuona Hamisa amelia kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini pia kuwatagi waheshimiwa. Tulimuona pia mheshimiwa Dorothy Gwajima kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. Hiyo nayo pia imeweza kuchangia kuonyesha namna ambavyo jambo lilikuwa kubwa zaidi kuhusiana na ndoa ya Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki. Ukweli ni upi kwenye hili swala la Aziz Ki kuoa mke wa pili, lakini pia kuhusiana na ndoa yao kuvunjika au kuingia kwenye mtafaruku wa hapa na pale? Ukweli ni upi? Bado tunaendelea kufuatilia na tunaamini tutazipata tu habari ambazo zinaendelea, kwa sababu wambea hawajawahi kulala. Nikukumbushe kusubscribe, lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter, kwa ajili ya kuendelea kupata mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii.